Karibu kwenye mahojiano yangu na Farhani Kiam, tupige na historia tu namna ambavyo ameona mwenendo wa ligi kuu. Vita imezidi kuwa kubwa, pressure kwenye mbio za ubingwa, pressure kwenye kushuka, pressure kwenda kucheza playoff. Kila mmoja na mipango yake na ndoto zake, lakini pressure kubwa ni kwenye MVP. Kila nyimbo inaimbwa, kila jina linatajwa. Nani atakuwa MVP msimu huu? Maoni yake Farhani, tuko naye hapa. Farhani, kwema? Kwema kabisa. Kama kawaida brother. Alhamdulillah. Una Farhani, pressure imezidi kuwa kubwa. Tuanze kwenye kucheza playoff. Mara unaona kwenye mstari kuna Coast anaondoka, kaka Namungo, Mbeya City. Kwa hiyo kwa namna unavyoiona hii pressure ya kwenda kucheza playoff, kushuka daraja, maana yake KMC tayari kama sio mguu mmoja yote miwili iko nje, anasubiri tu filimbi ya mwamuzi. KMC ana uwezekano mkubwa wa kushuka, japo timu nyingine hapo Mbeya City, Prisons, Coastal Union, Mtibwa, Fountain Gate, timu ambazo bado tunasubiri kuona timu ipi ambayo inaweza kuungana na timu zingine kwenye safari ya kushuka daraja ama kucheza playoffs. KMC ilikuwa ni swala la muda tu. Ukifuatilia trend ya ligi kuu, hata Mtibwa wakati nashuka kwa mara ya kwanza ilikuwa kama na misimu miwili ya kustruggle kucheza playoffs, hatimaye kashuka. KMC na ilikuwa imeyumba playoffs na hatimaye sasa unaona kabisa kuna uwezekano mkubwa wakashuka daraja. Kwa hiyo kwa timu nyingine zote zilizosalia, nafikiri Mbeya wana kazi kubwa ya kufanya, na nadhani kuna kitu huenda kiko sawa kwenye mkoa wa Mbeya, kwa sababu una timu mbili, Tanzania Prisons, una Mbeya City, zote zina struggle kwa wakati mmoja. Chama cha soka mkoa wa Mbeya nafikiri wana homework kubwa ya kufanya. Mwanzo tulikuwa tunaambizana kwamba kuna swala la siasa, lakini sasa hivi uone siasa kama ipo mkoa wa Mbeya. Unaona bado timu zina struggle. Kwa hiyo nafikiri ni homework ya watu wa Mbeya kukaa na kuona namna gani ambavyo wanapaswa kufanya kwa ajili ya timu zao, lakini kwa historia ya Mbeya, kwa vipaji vilivyopo Mbeya, haipaswi kuwa hicho, hatupaswi kuona ambacho tunakiona kutoka kwao. Ni fedhea, ni aibu kubwa sana kuona tunachokiona kutoka kwa Mbeya. Farhani, pressure nyingine ni kwenye mbio za ubingwa. Tunamwona Simba anakaa huko anaongoza ligi, anamsubiri Yanga acheze. Yanga anacheza, anarudi kwenye nafasi yake. Tofauti ni alama mbili. Pressure kubwa kwa upande wa Simba, lakini pia pressure kubwa kwa upande wa Yanga. Mbio hizo unazitafsiri vipi kwako? Ni mbio ambazo zina maana kubwa sana. Msimu uliopita ubingwa ulikuwa unakimbizana, nadhani ilikuwa mpaka anaenda kucheza dabi, ilikuwa tofauti wa alama moja. Maana yake ni kwamba ikaenda kutofautishwa kwa alama 4. Kwa maana yake kuna uhalisia ni kwamba Simba amesogea, Yanga ameshuka. Yaani kuna namna Simba amesogea sehemu fulani, Yanga ameshuka, lakini kushuka kwa Yanga kuna maana nyingi, sio kwa maana moja. Sababu washafika kwenye vile vilele, washakonka, wametoa ubingwa mara ngapi sasa hivi mfululizo, wamechukua mara 4, wanatafuta mara 5, wametoa FA, wametoa ngao, wamefanya kila kitu ambacho kinakihitaji. Sasa kuna msemo unasema new level with the new devil, yani hatua mpya inatakiwa ingie na shetani mpya. Sasa kuna vitu viwili vitatu. Cha kwanza kunakuwa na mabadiliko kwenye management, kwa maana ya bench la ufundi. Mabadiliko haya yamefanyika sana. Swala pili, inabidi ya mabadiliko kwenye timu yoyote ya mpira. Inatakiwa mabadiliko kwenye bench ikishatoa ubingwa. Mabadiliko bench Yanga yamefanyika. Mabadiliko ya wachezaji kwenye kikosi yamefanyika. Lakini wakati mwingine timu inatengenezwa kutokea juu. Je, management inawaza kitu gani? Nafikiria kitu gani? Je, bado wana njaa ile ile? Wana malengo yale yale, wanakimbia mbio zile zile? Haya ni maswali ambayo yanabaki. Kwa hiyo inabaki kuwa homework ya management wenyewe, utawala wenyewe, kuna nini ambacho wanapaswa kufanya. Lakini kwangu mimi bado ana nafasi ya kutoa ubingwa Young Africans. Huwezi kumuondoa Yanga kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu sasa hivi ana winning ugly. Yani anashinda, acheze vizuri lakini anashinda. What matters ni kushinda, sio kucheza vizuri. Hakuna ubingwa wa timu inayocheza vizuri. Ubingwa ni wa timu inayoshinda mechi ya mpira wa miguu, kitu ambacho Young Africans wanakifanya. Lakini kinachowaumiza Yanga ni anakimbizwa na kivuli chake mwenyewe. Yanga hakimbizwi na kivuli chochote kwenye ligi yetu. Ndio maana alikuwa amepigwa 2 na Simba ndani ya dakika chache, akaweza kufanya comeback 2-2, game ambayo ingeendelea ndio mbele, ulikuwa unaona kwamba ingeleta labda matokeo tofauti. Ni quality ambayo wameitengeneza,
na ni ukweli ambao unapaswa kuzungumzwa kwa herufi kubwa kwamba they have quality. Kinachokosekana ni njaa tu, umeelewa? Yani njaa ile, yani njaa ya misimu mitatu nyuma huwezi kuileta Yanga kwa sasa hivi, kuanzia kwa viongozi wenyewe, kuanzia kwa wachezaji, kumencourage kukupa kitu kipya. Hilo ni swala gumu sana. Ukitazama kikosi chao kile chote, first 11 yao Young Africans, first 11 yao, kasoro mtu mmoja tunaona medali ya Premier League, kasoro mtu huyu mmoja, Alan Okello, lakini wote wana medali ya Premier League. Ukienda bench karibia wote anakwambia labda ana medali 2, medali 3, medali 4, wako kwenye medali 4, medali 3 wapo. Kumencourage huyu mtu kukonka kilele kipya sio kitu rahisi. Kwa maana yake nini? Wamejaribu kufanya mabadiliko ya kuleta wachezaji wapya ambao wameshindwa kukonka. Kwa hiyo anachokifanya Yanga sio kitu rahisi. Yani new level with the new devil, huyo shetani bado hajapatikana. Sawa, tumalizie Farhan kwenye mbio za MVP. Yanga wao wanamuimba Okello, Simba wanamuimba Chama, Azam wanamuimba Faisal. Kila mmoja anavutia kwake. Numbers ni sehemu kubwa ya kutupa MVP. Form ni sehemu pia kwenda kutupa MVP. MVP ni swala la numbers. Kwanza ni numbers. Uwe na namba nzuri. Sitoshangaa kama Alan Okello kwa fomu anayoendelea nayo akaja kuwa MVP. Kitu kimoja, unajua kuna watu wanasema kwamba Alan anafunga mechi ndogo, Alan anafunga kwenye dhidi ya timu za kawaida. Tuoneshe basi mchezaji wako anayefanya kama Alan kwenye hizo mechi ndogo. Hizo mechi za kawaida. Hizo mechi za kawaida ambazo Alan anasema Okello anafunga kwenye mechi ndogo. Kwa nini mchezaji wako asifunge kwenye mechi ndogo na akawa na namba kama Okello? Na mechi ndogo ni zipi? Na mechi kubwa ni zipi? Za mechi ngapi ligi kuu? 20 na ngapi? Tafsiri ya mechi kubwa na tafsiri kama mechi na Ahli. Tumecheza mechi ngapi ligi kuu sasa hivi? Sasa hivi tupo kwenye zimebaki michezo 6 kumaliza mzunguko. Maana tupo kwenye 20 na kitu. Mwenye alama nyingi ana alama 50 na ngapi? Yanga ana alama 61. Maana yake ngoja tusikariri. There's a point I want to make kwamba ukitazama kwenye ligi hapa, kwenye ligi yetu tumecheza mechi 25. Mechi 25 maana yake ni kwamba ni alama 75. Si ndio? Anayeongoza ligi ana alama 60. Anayefuata ana alama 58. Walikuwa wakuuliza mechi rahisi ni ipi na mechi ngumu ni ipi? Kwa na mechi rahisi maana yake anaongoza ligi atakiwa ashafika 70. Kama kuna mechi rahisi. Hakuna mechi rahisi kwenye Premier League. Hii ligi kuu bara haina mechi rahisi. Hakuna hata mechi rahisi hata moja. Mtu anapokuambia mechi rahisi, umuulize tu anaongoza ligi ana alama ngapi? Ana asi 15 ambazo anadaiwa. Sawa na kupoteza michezo 5. Ligi hiyo inakuwaje rahisi? Kwa hiyo Alan ni talent kubwa. Sawa. Mengine tunaongea ni kwa sababu ya ushabiki. Kwa mfano mimi kuna muda naongeaga tu ushabiki. Nikiamwaga kwa ushabiki na enjoy mpira. Lakini tukija kufanya hizi kazi za watu wanatakiwa wapate elimu. Alan is a player. Na kama ataendelea na huu moto akija kuwa MVP wala haiwezi kuwa story. Yuko upande wa Faisal Nest tunamuona moto wake. Ndio nasema sasa kwamba Fei, Alan Okello ni hot cake kwa sasa. Wote hao wawili. Yaani mwisho wa siku tutakuja kuwahukumu hao wawili kwa numbers. Kwa sababu nafasi zao wote zinahitajika namba. Ni defender pekee ambaye huwezi sana kumhukumu kwa numbers. Lakini kwa Alan na Fei tutahesabu assist, tutahesabu goals, tutapata goal contribution, mchango wa mabao. Cletus Chama tutamhesabia goals na assist. Anaye deserve anapaswa kuchukua. Kwangu mimi ukiniambia the most informed players kwenye ligi kuu, utamtaja Faisal, utamtaja Alan Okello, utamtaja Cletus Chama, wote utawataja. Kwa hiyo tumekuwa na ligi nzuri sana na tumekuwa na nyakati nyingi bora, lakini anachokifanya bwana mdogo Okello impressive, marvelous performance, inavutia sana. Wale ambao wanasema nataka kumwona Okello kwenye mechi kubwa kwa maana level za Ahli, experience, Wydad, lakini kwenye hizi mechi wanaona kama kuna wafungaji Mashujaa Alani
wakati tunatakiwa tukaprove kwenye mechi dhidi ya Wydad? Yanga huwa anafanya nini kwenye hizo mechi kubwa? Unapata matokeo. Huwa unategemea ukacheze na Al Ahly udominate game, ama ucheze na Al Ahly kama unavyocheza na Mashujaa? Intensity haifanani, magnitude ya game haifanani, tactics hazifanani, skills za wachezaji hazifanani, quality ya wachezaji hazifanani. Yanga anapoenda kucheza na Al Ahly, Yanga ni underdog. Simba anapoenda kucheza na Al Ahly, Simba ni underdog. Underdog mentality ni kwamba tunaenda kucheza basic football, tutengeneze nafasi, tuimili press yao, tukipata nafasi let's do it to score, si ndio? Kwa hiyo it's not about Okello akienda kucheza hizo game, it's not about individual brilliance pekee, collective game. Tushuke wote, tupress, tukabe, tupande wote, tufanye vitu vingi basic. Kwa hiyo unapokuja katika game zenye intensity kubwa kama hizo, maana yake brilliance inakuwa chache, free rollers wanakuwa wachache. Sio, umeelewa vizuri? Ndio maana nikakwambia kitu kimoja kwamba wanaotaka Alan aoneshe uwezo katika mechi kubwa, it doesn't mean kwamba haoneshi. Haonesha, kuna game ambazo amecheza vizuri sana. Lakini Okello amefika Yanga ndo anakutana na hizo big games, si ndio? Alikuwa ameshazoeana na timu, alisha fit in kwenye mfumo, alikuwa anahitaji muda, si ndio? Yanga alikuwa anachezaje katika hizo mechi chini ya coach Romain Folz? Ni defensive. Ilikuwa timu ambayo bado ilikuwa very shabby, haichezi vizuri. Give him time, mpe muda. Kijana mdogo apewe muda. Yaani tukimhukumu leo Okello kwa kumhesabia mechi kwamba mbona mechi hii, mbona mechi hii, mbona mechi hii, lakini hakuna analysis ya mechi hii alafu tunaruka mechi hii, tunahesabu mechi hii, tunaruka mechi hii, tunahesabu mechi hii. Hatugawi vitumbua sisi hapa. Sisi tunachambua mpira wa miguu. Kwa mpira wa miguu tunachambua overall performance. Overall performance inatakiwa ibaki katika answer kwamba he is the best player. Lakini sasa tukianza kusema mbona mechi hii, mbona mechi, hakuna mchezaji anayedeliver kwenye kila mechi. Mtajie mchezaji ambaye anacheza vizuri kila mechi. Ni wachache na ni exceptional. Lakini kwa timu kama Yanga kwa dhidi ya hao Giants uliowataja, ukitaka kumhukumu Okello itakuwa ni wet dream tu. Sawa, shukrani kwa